Asante Yesu Kristo kwa kila kitu natutendee. Asante kwa kila jambo. Asante kwa umeturinda sisi, watoto wangu, familia yangu na kila mtu mwenye wako akisikiliza. Roho Mtakatifu na kuita ili ukuje uongee nasi mara nyingine. Fungua mioyo yetu ili tuweze kupokea neno lako. Kwa jina la Yesu Kristo naomba na naamini. Amina. Shalom. Habari zenu, nafikiri mko salama. Hata nami kwa neema ya Mungu niko sawa, namshukuru Mungu. Tunaendelea bila kukawia. Sasa tunaendelea kuongea kuhusu upendo. Wacha tuangalie kwenye kitabu cha Luka 6 mstari wa 31. Luka 6 mstari wa 31. Biblia inasema hivi: watendee wengine unavyopenda nao wakutendee. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Watendee wengine unavyopenda nao wakutendee. Haleluya. Wacha tuangalie tena kwenye kitabu cha Mathayo 7 mstari wa 12. Mathayo 7 mstari wa 12. Kwa hiyo chochote ambacho ungependa watu wakutendee, na wewe watendee vivyo hivyo. Hiyo ndio maana ya sheria ya Musa na maandiko ya manabii. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa hiyo chochote, umesikia? Chochote. Si eti yani kuhusu ile ama kile sijui nini. Hapana. Chochote. Kila kitu. Umeona? Chochote. Kwa hiyo chochote ambacho ungependa watu wakutendee, na wewe watendee vivyo hivyo. Hii ndio maana ya sheria ya Musa na maandiko ya manabii. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa hiyo chochote ambacho ungependa watu wakutendee. Chochote jameni. Ili mumeliona. Mathayo 7 mstari wa 12. Chochote, 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 chochote. Hey! Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Chochote jameni. Yaani wewe sijui ulikuwa unafikiria nini. Lakini neno la Mungu linatuambia chochote. Amina. Chochote ambacho ungependa watu wakutendee. Hey, na wewe watendee vivyo hivyo. Sijui unataka eti kabla sijaanza kwanza. Unajua niliwaambia kuhusu wewe ukimshika mke wako ama mume wako akilala na mtu mwingine, yani inabidi umsamee kwa sababu ya upendo. Tena kwa sababu ya kile ulichosema mbele ya Mungu na mbele ya watu. Eti mtawachana na kifo, sawa? Alafu huyo mtu mwingine mwenye umemshika akiwa na mke wako ama na mume wako, unajua yeye sio kifo. Sasa yeye haweza kawafanya mtendane. Haweza kawafanya muachane. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Sasa leo nakuja kuongea kuhusu huyo mtu mwenye alikuwa analala na mke wako ama na mume wako. Sasa mimi nataka kukuuliza, wewe mwenye ulikuwa ukilala na mke wa mtu mwingine, wewe mwenye ulikuwa ukilala na mzee wa mtu mwingine, nataka nikuulize, hebu wewe kama unamshika mtu mwingine akilala na mume wako, kama unamshika mtu mwingine akilala na mume wako ama na mke wako, kweli utafurahia? Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Utafurahia? Hapana. Huwezi kufurahia. Si ndio? Yaani ukweli. Hakuna mtu mwenye atafurahia. Ingawa utasameana, lakini si eti utafurahia. Hapana. Kwa sababu hatuwezi kuongea kuhusu msamaha kama kuna kufurahi. Hapana. Hapana. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Wewe hutafurahia. Sasa kwa nini wewe unatembea na watu wenye wameshafunga ndoa? Hata kama hawajafunga ndoa, kwa nini ukisikia huyu mtu ni sijui ni mchumba wa huyu na huyu, kwa nini unataka kutembea nao? Kwa nini unataka waachane? Hebu wewe kama una mchumba wako, alafu ukute mtu mwingine mwenye anataka kukufanya wewe uachane na mchumba wako, utafurahia? Huwezi ukafurahi. Sawa? Si ni hivyo? Ni ukweli, huwezi ukafurahi. Lakini wewe kwa nini? Kwa nini unataka mahusiano ya ndani na watu wenye wameshafunga ndoa? Bwana Yesu Kristo atusaidie sana.
wakati we peke yako unajua hutaki mahusiano ya ndani ya mtu mwingine na mchumba wako ama na sijui na mume wako ama mke wako. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa hiyo chochote ambacho ungependa watu wakutendee, na wewe watendee vivyo hivyo. Umesikia haya? Kwa hiyo chochote ambacho ungependa watu wakutendee, na wewe watendee vivyo hivyo. Basi kama wewe unataka waendelee kuwa na mahusiano ya ndani na mke wako ama mume wako, kama unapenda hivyo, haya basi na wewe endelea hivyo. Lakini najua hupendi hivyo. Ndio maana leo nilikuja kuambia stop. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Ndio maana leo nakuja kuambia wacha kufanya hivyo. Sijui mnaelewa haya kweli? Msiwahi. Sawa? Wewe usiwahi fikiria kitu mbaya kwa rafiki yako, kwa sababu najua hata wewe hutaki mtu mwenye atafikiria mbaya kuhusu wewe ama mwenye atakutendea kitu mbaya. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Ama ngoja nikuulize, kwa mfano wewe unafanya kazi sehemu fulani, sawa? Alafu badala ya kufanya kazi vizuri, wewe unajiambia leo bosi hayupo, so hata nisipofanya hakuna kitu, wacha tu nijiende nyumbani, ama wacha tu sijui nifanye hii na ile. Unaona? Eti kwa sababu bosi hayupo. Alafu wewe nataka nikuulize, hebu chukua wewe ndio bosi, alafu ukute kuna sijui mtumishi wako mwenye yani yako akifanya kila hicho chenye wewe huko ukifanya, utafurahia kweli? Hapana, huwezi ukafurahia, si hivyo? Ama wewe sijui kwenye kampuni fulani, badala ya kufanya kazi vizuri, we unaweza kuwa huko ukihesabu jinsi utachukua pesa ya boss, jinsi utamuiba, sijui nini, umeona? Alafu wewe kama wewe ndio boss na ukute kuna mtumishi mwenye wako akiangalia jinsi atakuiba ama mwenye anataka kukuiba, najua huwezi ukafurahia. Hiyo ni ukweli, huwezi ukafurahia. Sasa ndio nataka kukuuliza, kwa nini wewe unataka kuwatendea mbaya watu wengine, wakati pia unajua wewe huwezi ukafurahia mtu mwenye anakutendea mbaya, mtu mwenye anajaribu kuharibu kazi yako, mtu mwenye anajaribu kuharibu sijui kitu chochote chako, hufurahii? Na wewe unafurahia ukiharibu vitu vya wengine? Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Yaani kwa hiyo chochote ambacho ungependa watu wakutendee, na wewe watendee vivyo hivyo. Umeona? Chochote ambacho ungependa watu wakutendee, na wewe watendee vivyo hivyo. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Inabidi jameni tujifunze kupenda wengine. Hiyo ni amri ya pili Yesu Kristo alitupa. Tupende jirani zetu jinsi tunajipenda sisi wenyewe. Sawa? Wewe unajua hupendi mtu mwenye anakuiba. Sasa basi na wewe wacha kuiba wengine. Wewe unajua unapenda kitu cha mzuri. Sasa basi na wewe watakie wengine vitu vizuri. Hakuna upendo bila kupeana. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Mungu alitupenda, ndio maana akapeana mtoto wake. Sawa? Ndio maana akapeana Yesu Kristo, mtoto wake pekee. Alafu Yesu Kristo pia alitupenda, ndio maana alikubali kukufa kwa ajili yetu. Umeona? Alafu wewe nakwambia, unamwambia mke wako eti unampenda, unamwambia mume wako eti unampenda, sijui unamwambia mtu yoyote mwingine eti unampenda. Yaani unampa nini? Nini unampa? Shida sasa watu wengi wakisikia kupeana, yani wanafikiria pesa. Lakini sio pesa tu. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Kupeana haimaanishi pesa. Hapana. Hata muda. Unaweza mpa mtu mwingine muda. Kuna mtu mwenye anaweza kuwa ana shida mingi sana na anataka mtu wa kumsikiliza.
Na unakuta mtu akikuomba muda unaanza kumwambia hapana, niko busy, hapana, si yani nini, unaanza kuleta excuses mingi sana. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Lakini nataka kukuuliza, hebu akiwa ni wewe mwenye una shida lolote na uhitaji mtu mwenye unataka akusikilize, alafu akwambie hana muda, utajisikiaje? Utasikia inakuuma, si ndio? Sasa vile basi inakuuma, inabidi ujue kuna mtu mwingine hata inamuuma hivyo. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Unataka mtu wa kukusikiliza, kumbuka hata mtu mwingine basi anataka na wewe umsikilize. Mpe muda, muonyeshe kweli unampenda huyo mtu mwenye unaambia unampenda. Mpe muda, umuonyeshe unampenda. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Sasa jameni, yani Mungu atusaidie, sawa? Mungu atusaidie, yani tufikirie watu wengine jinsi tunajifikiria, sawa? Mpe muda mtu mwingine jinsi unataka wewe mtu mwingine akupe muda, sawa? Wewe unataka mtu akupe sijui hiki na kile, alafu wewe nataka kukuuliza, kweli wewe unapeana? Kama unajua hupeani, sasa kwa nini unataka mtu mwingine akupe kitu? Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Yani Mungu atusaidie kuelewa, sawa? Na atupe neema ya kuwapenda wengine jinsi tunataka sisi tupendwe. Amina. Asante Roho Mtakatifu, asante Yesu Kristo kwa maneno haya, na nataka Roho Mtakatifu tusaidie, utupe neema ya kuelewa, yani utupe neema ya kupenda wengine jinsi tunataka tupendwe. Utupe neema ya kupenda familia zingine sisi jinsi tunataka familia zetu zipendwe. Asante sana sasa kwa muda wako. Namalizia hapa leo, tutaendelea kesho kwa neema ya Mungu ili tu ujue na kupenda, lakini kumbuka Mungu anakupenda zaidi, sawa? Mungu anakupenda zaidi. Basi tutaonana kwa neema ya Mungu. Kwa elini.